Mahakama Kuu ya Tanzania imewahukumu kunyongwa hadi kufa maafisa watatu wa idara ya uhamiaji. Watatu hao wanajulikana kama Fredrick Kyomo, Joachim Trathivius pamoja na Mabruk Hatibu baada ya kuwakuta na hatia ya kumuua Enos Elias, mkazi wa wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma, waliyemdhania kuwa si raia wa Tanzania. Sasa kulingana na kituo cha The Citizen, hukumu hiyo imetolewa Jumatatu ya Disemba 15 mwaka 2025 na jaji wa Mahakama Kuu Augustine Rwizile aliyesema kwamba ushahidi uliowasilishwa mbele ya mahakama umedhibitisha pasipo shaka kuwa mauaji hayo yalifanywa na washtakiwa hao watatu pekee bila kuhusisha mtu au kikundi kingine chochote. Akisoma hukumu hiyo, Jaji Rwizile amesema kwamba ushahidi unaonyesha wazi kuwa washtakiwa walimkamata marehemu, wakamshambulia na baadaye kumpeleka katika eneo lisilojulikana ambako alikutwa akiwa amefariki dunia, hali iliyothibitisha kuwa walitenda kosa hilo kwa nia yao mbovu. Nikimnukuu Jaji Rwizile alichokisema ni kwamba kwa kuzingatia ushahidi unaonyesha namna walivyokamata, kumpiga na hatimaye kumpeleka katika eneo lisilojulikana ambako alikutwa akiwa amekufa, vitendo hivyo vinatosha kuthibitisha kuwa washtakiwa walitekeleza kosa hilo kwa maksudi. Mwisho wa nukuu. Kwa mujibu wa ushahidi wa mahakama, Enos Elias alikamatwa na maafisa hao wa uhamiaji katika kizuizi cha Kihomoka, wilaya ya Kakonko. Ilikuwa ni Oktoba 27 mwaka 2023, kisha kumpeleka katika ofisi za uhamiaji kwa mahojiano. Sasa akiwa kizuizini, marehemu aliwasiliana na ndugu zake na kuwaomba wamletee kitambulisho chake cha mamlaka ya vitambulisho vya taifa maarufu kama NIDA kwa udhibitisho wa uraia wake. Hata hivyo, ndugu hao walipofika ofisini kufuatilia swala hilo, waliambia kuwa Elias alikuwa tayari ameachiwa huru Oktoba 28 mwaka 2023. Sasa taarifa aliyopewa ndugu zake Elias ilikuwa tofauti na kilichokuwa kimefanyika. Elias alikuwa ameondolewa katika ofisi ya uhamiaji na kupelekwa katika eneo lisilojulikana, sehemu ambayo uovu huo ulifanyika. Lakini ndugu wakaambiwa kwamba Elias alikuwa ameshaachiwa huru, jambo ambalo halikuwa la kweli. Baada ya hapo, marehemu hakupatikana tena. Simu yake ilikuwa haipatikani hadi mwili wake ulipogunduliwa Oktoba 29 mwaka 2023 na kuzikwa bila uwepo wa ndugu wala familia yake. Sasa kwa maovu hayo na kwa mauaji yaliyofanyika Disemba 13 mwaka 2025 ndio siku ambayo jaji wa Mahakama Kuu Augustine Rwizile aliamua kutoa hukumu yake na kuwahukumu watatu hao kunyongwa hadi kufa kwa kosa la mauaji, na kusema kwamba walikuwa na nia ovu katika kitendo chao.